Umewahi kujiuliza unapomtumia mfano rafiki yako picha kupitia WhatsApp, picha hiyo inafikaje kwenye simu yake na sio kwenye simu ya mtu mwingine? Pengine ikakosea, wewe umemtumia mtu fulani lakini kenda kapokea mtu mwingine. Kwa nini hakitokei kitu kama hicho? Hiyo picha inamfika yule mlengwa ambaye umemtumia. Au unapofungua mfano YouTube na kusearch video fulani, inawezaje kuja video ile ambayo umesearch ama video zile ambazo unazihitaji na sio kuja video ambazo kasearch mtu mwingine? Jibu la swali hilo ama maswali haya linaanza na kitu kinachoitwa IP address. Katika video hii nitakueleza IP address ni nini, inafanya kazi vipi, kwa nini ni muhimu na tofauti kati ya public IP address, private IP address. Tutaangalia IP version 4 na IP version 6. Mwisho wa video hii utaelewa kwa nini kila kifaa kinachounganishwa kwenye internet kinahitaji kuwa na IP address. Kwanza kabisa nataka upate picha ya hiki ambacho tunakwenda kukizungumza. Hebu tufikirie mfano rahisi tu. Umetaka kumtumia rafiki yako zawadi kupitia posta. Umeandika jina lake juu ya boksi ambalo limebeba hiyo zawadi, lakini haukuweka anwani ya nyumba ya huyo rafiki yako. Je, unadhani posta wataweza kujua zawadi hiyo iende wapi? Bila shaka hapana. Lakini kama ukiongeza anwani yake katika hiyo sehemu uloandika jina lake, ukashuka chini ukaandika anwani yake, hapo sasa posta wanaweza kupeleka boksi hilo mpaka nyumbani kwake na mzigo ukamfika bila ya shida yoyote. Sasa katika internet hali ni hiyo hiyo. Badala ya nyumba, huwa katika upande huu wa internet tuna vifaa kama simu, laptop na kompyuta. Na badala ya anwani ya nyumba, kila kifaa kinakuwa na IP address. Sasa hii IP address ni nini? Kwa kifupi, IP address ni namba maalum inayotambulisha kifaa kwenye mtandao. Hiyo ndio IP address. Kila kifaa kinachounganishwa kwenye mtandao kinahitaji utambulisho wake. Bila ya utambulisho huo, mtandao usingejua data hii ipelekwe kwenye kifaa gani. Ni sawa na jinsi kila nyumba ilivyo na address yake. Na ndio maana kifaa chako kinapounganishwa kwenye wifi au internet huwa kinapatiwa IP address yake. Sasa vipi ambavyo inafanya kazi? Tuchukulie unafungua YouTube. Kwanza simu yako huweza kutuma ombi kwenda kwenye server za YouTube. Kwenye ombi hilo kuna IP address ya simu yako. Server ya YouTube ikiandaa video uliyoomba lazima ijue irudishe data hiyo kwa kifaa gani. Kwa hiyo hapo inatumia IP address yako. Na ndio maana video ambayo inarudi kwenye simu yako sio kwenye simu ya jirani yako. Itarudi tu katika hiyo simu yako. Kwa hiyo kila unapofungua website, kutuma ujumbe ama kucheza game mtandaoni au kudownload file fulani, IP address ndiyo husaidia data kufika sehemu sahihi. Haiwezekani wewe una download movie mfano katika simu yako, halafu wewe ndio ambaye una download movie, lakini movie hiyo inaenda kuingia kwenye simu ya mtu mwingine. Kitu hicho hakiwezi kutokea kwa sababu tayari hiyo faili, hiyo movie ambayo una download inatambua kifaa ambacho inatakiwa iingie kutokana na IP address ya kifaa hicho. Mfano mwingine, fikiria dereva wa bodaboda amepewa kazi ya kupeleka chakula. Kama hajui nyumba unayoishi, hata kama ana chakula chako, hataweza kukifikisha. Lakini akipewa address sahihi, atafika bila ya shida yoyote. Sasa data kwenye internet pia inafanya safari kama hiyo. Tofauti ni kwamba badala ya kutumia bodaboda, tunatumia mfano nyaya ama wifi ama mitandao ya mawasiliano kusafirisha hizo data. Na badala ya kutumia address ya nyumba, huwa tunatumia IP address katika hivyo vifaa vyetu ambavyo vitakuwa vinapokea hizo data. Sasa je, IP address zote zinafanana? Jibu ya swali hili hapana. Kuna aina mbili maarufu. Kuna IP version 4 ambayo hii ndio aina ya zamani, watu wengi bado wanaitumia hadi sasa, lakini ndio ambayo ilianza huko mwanzoni. Na IP version 4 inaonekana katika mfumo kama huu. Unakuta kuna namba ambazo zimejigawa katika makundi manne. Yani kuna namba ya kwanza ambayo mfano 192.168.1.10, na hizi namba, huu mfumo unatofautiana kulingana na address ya kifaa hicho, lakini pia na network ambayo kifaa hicho kimeconnect.
Kiundani zaidi, endelea kufuatilia channel yangu ya YouTube, utakuwa ukijifunza mambo haya. Kama unataka kujua kiundani zaidi namba hii inavyochambuliwa na kila namba hapa, kila group hapa, kile ambacho inamaanisha. Tatizo lake namba hii, hii IP version 4 ni kwamba idadi ya anwani zinazoweza kutengenezwa ni chache ukilinganisha na idadi ya vifaa vinavyoongezeka kila siku. Na hapo ndipo tunakutana na hii IP version 6. Kutokana na kuongezeka kwa simu, kompyuta, TV na vifaa mbalimbali vya kisasa, simu janja na vifaa vingine vinavyounganishwa kwenye internet, ilibidi sasa itengenezwe IP version 6. So IP version 6 inaweza kutoa idadi kubwa sana ya anwani ya hizo address kiasi kwamba haitarajiwi kuisha kwa muda mrefu sana. Tutakuwa tukitumia bila shida yoyote, licha ya kwamba vifaa vyenye kutumia internet vinaongezeka. Mfano wa IP version 6 unaweza kuonekana ni mrefu zaidi tofauti na IP version 4. IP version 6 ina mkusanyiko hadi wa nambari na herufi, tofauti na IP version 4 just ni nambari tu, lakini IP version 6 tunaona mpaka herufi. Na usihangaike kuweza kukumbuka hizo nambari, muhimu ni kujua kwa sasa kuwa ilikuja kutatua upungufu wa IP version 4, hii IP version 6. Then kuna public na private IP. Sasa kuna swali muhimu sana hapa. Je, kila kifaa duniani kinaonekana moja kwa moja kwenye internet? Jibu ya swali hili hapana. Kuna public IP na kuna private IP. Public IP ndio address ambayo mtandao wa nje huiona. Mara nyingi nyumba nzima inaweza kutumia public IP moja kutoka kwa mtoa huduma wa internet. Lakini ndani ya nyumba hiyo, mfano simu, laptop, TV na vifaa vingine vinapewa private IP address tofauti na router. Kwa hiyo unaweza kuwa na vifaa 10 nyumbani, lakini vyote vikatumia public IP address moja kwenda kwenye internet. Vyote vifaa vyako vitaunganishwa mfano katika router hapo nyumbani kwako, alafu hiyo router itakuwa na IP address yake pia, ndio ambayo itakwenda kuunganishwa mfano katika internet. Sasa vile kuna issue nzima ya static IP na dynamic IP. Static IP haibadiliki mara kwa mara. Mara nyingi hutumika kwenye server au biashara zinazohitaji address ile muda wote. Lakini dynamic IP huwa inabadilika. Hii ndio ambayo inayotumiwa na watu wengi majumbani. Kila unapounganisha au kuanzisha upya router, kurestart, unaweza kupewa IP address nyingine tofauti. Haiwi constant ile. Hapana. Kuna vifaa ambavyo vinahitaji mara nyingi uvipe IP address ambayo itakuwa ni static hiyo, lakini kuna vingine inakuwa dynamic. Sasa hivi unapo connect IP address yake hii, ukiondoka eneo hilo ukirudi tena ukiconnect unakuta IP address imepoa nyingine. Sasa hivyo ndivyo ambavyo inafanya kazi. Je, watu wawili wanaweza kuwa na IP address moja? Pengine unajiuliza swali hili pia na wewe. Ndani ya mtandao mmoja, kila kifaa lazima kiwe na private IP yake tofauti. Lakini vifaa vingi vinaweza kushare public IP moja kupitia mfano router. Na ndio maana majumbani humu unaweza kutumia simu 5, laptop 2 na smart TV, lakini vyote vikatumia public IP moja kutoka kwa mtoa huduma wa internet. Unaweza kuona pengine vikatumia mnara mmoja. Sasa hivyo ndivyo ambavyo mambo yanakwenda. Je, mtu anaweza kujua ulipo kwa kutumia IP address? Pengine uliwahi kujiuliza na wewe swali kama hili. Kwa kiasi fulani naweza nikasema ndio. IP address inaweza kutoa makadirio ya eneo ulipo, ama nchi ulipo, mkoa au jiji, lakini mara nyingi haiwezi kuonyesha nyumba yako halisi. Kwa hiyo kuona IP address yako peke yake hakumaanishi mtu anajua mahali unapoishi moja kwa moja. Kwa kifupi, IP address ni kama address ya nyumba, lakini kwa vifaa vinavyotumia mtandao. Hatuongelee kuhusiana na nyumba, tunaongelea hivi vifaa, devices zetu na tunapotumia internet. Najaribu kurelate, kutaja mfano wa nyumba ili uweze kupata hiyo picha. Bila ya IP address, data isingeweza kujua iende kwenye simu gani, kompyuta gani au kifaa gani. Na ndio maana kila unapotuma mfano ujumbe ama kutazama video YouTube, kufungua website au kuplay game mtandaoni, IP address huwa inafanya kazi nyuma ya pazia kuhakikisha kila taarifa inafika mahali sahihi.
Kama umeelewa IP address ni nini kupitia video hii, basi nikwambie tu kwenye video inayofuata tutakuja kujifunza vile vile kuhusiana na MAC address. Tutaangalia ni nini na kwa nini kompyuta au simu inahitaji MAC address wakati tayari ipo na IP address. Usikose video hiyo, kwa sababu hapo katika video hiyo ndipo ambapo watu wengi huchanganyikiwa. Utakapotazama video hiyo ambayo itafuata, basi wewe hautakuwa miongoni mwao. Kama video hii imekusaidia, hakikisha una like, una subscribe na kushare, kushiriki na marafiki zako ili nao wajifunze hiki ambacho sisi leo tumejifunza. Asante kwa kutazama. Mimi na wewe tukutane katika video ambayo itafuata.